Kung'ata sehemu zile za siri basi hatari. Hata shughuli ile ufanye ndugu yangu. Gani? Hata shughuli ile ufanye. Mwanangu. Bwana sio mzuri wa mambo. Yani na ametukuta tuko kwenye action gani, kwa sababu hatuwezi tukawa uchi tu for nothing kwamba we are just watching each other kwamba tumelala. Hapana. Unaambia ukilala unatakiwa ujistiri. Mwanamke kwanza anatakiwa kujistiri, mtu yeyote anatakiwa kujistiri. Kuvaa nguo ya ndani ni kujistiri pia. Hata ukisema ulale bila nguo, kuna sometimes kuna wadudu, kuna nini? Wadudu wanaweza kufanya kuna yani hivyo, kama madhara yake ndo hayo. Yani unaweza ukapata wadudu wanaingia ndani, kuna uchafu wa kitandani, kuna nini, mambo ni mengi. Yes, bana, mambo vipi mwana sawa digital? Hope uko poa kabisa. Wiki iliyopita bana tulikuwa mitaa ya Bunju. Kule tukapiga story na washikaji kutokea pale Bunju na masuala mazima yalikuwa ni ITV na TBC. Kuna baadhi ya watu wakakanyagana pale, wakakanyagana, lakini pia kuna mshikaji ambaye aliweza kupatia. Lakini leo tunaingia mtaani na kitu gani? Endelea kutufuatilia sisi kama sawa digital, kwa sababu leo tunakuwa tuna kitu kingine ambacho kipo. Unajua kuna magari, kuna pikipiki, kuna bajaji, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana mle kuna watu hawavijui. Unataka kujua ni nini? So baki na mimi mwanzo mpaka mwisho, niko na wewe. Lakini pia sisi kama sawa digital tunakwambia tukikubamba lazima tukunyooshe, lazima tukufanyie kila kitu. So baki na mimi, lakini endelea kutufuatilia sisi kama sawa digital. Yeah. Wanakufahamu kama nani kwanza kwa hapa kijiweni kwako hapa maskani? Mimi jina langu ni Mark Brian na hapa ndo mtaani kwangu kwa sababu nina biashara hapa nafanya. Una biashara hapa unapiga? Ndio. Gani hapa? Duka la nguo na viatu. Nguo na viatu. Ndio. Sasa mwanangu, hapa mimi niko na challenge moja tu. Na maswali mawili hapa. Haya hapa ni maswali mawili. Kwa hiyo utachagua swali lako moja tu. Chagua karatasi hapo, fungua, lisome hilo swali, alafu ukishalisoma tu then tunanijibu. Mwanetu kashapata swali lake na yeye tutataka atujibu. Kwanza wasomee kwanza swali limeandikwaje. Kuna umuhimu wa kuvaa nguo ndani wakati wa kulala? Wewe kwa upande wako unaona hivi ule usiku wakati muda wa kulala kuna umuhimu wa kuvaa nguo ndani? Mimi kwa upande wangu inategemeana na kwa nini uvai au kwa nini unavaa. Na unapokuwa unavaa nguo ndani, especially unapokuwa kama mwenyewe kwa mtoto wa kiume, nadhani inakuwa kidogo angalau ukiwa mwenyewe. Kidogo angalau ukiwa mwenyewe. Na unapokuwa na mtoto wa kike au mwanamke, either girlfriend wako, mke wako au mtu yote ambaye una mahusiano naye kimapenzi, ndo inaweza kapelekea kulala labda bila nguo ndani, lakini bila hivyo mimi sidhani kama ina sound great. Lakini pia kuna baadhi ya watu wana chumba, wana wapenzi, lakini pia wanalala na nguo ndani. Sasa inategemea, mimi najua kilala nguo ndani labda mwanamke yuko period. Ndio kwa sababu manania sija katokea usiku. Kuna emergency. Kuna emergency, alafu kuna watu wengine wanakaa ndani huko kwa in case nyumba labda imetokea imeungua au kuna kitu kimetoka ghafla cha kushtua, ile kukimbia nini au mtu amekuja kabomoa kuna ile unakimbia sasa hujavaa kitu kwa ni kuaibishana mimi naona. Sasa ukiona mpenzi wako na hamjavaa chochote mtakimbiaje? Kwamba nyumba imekuwa yani mtu amevamia au mtu amevamia afu ndani uko na mpenzi wako afu mtu akaja kavamia, sitabidi mkimbie? Tukimbie. Mkimbie? Mimi sikimbie, tunakimbia nini kwanza? Sasa ndio tukio mwanangu. Uongo. Inategemeana na ametukuta tuko kwenye action gani, kwa sababu hatuwezi tukawa uchi tu for nothing kwamba we are just watching each other kwamba tumelala. Hapana. Kwa hiyo in case labda uchi ametukuta tuko uchi kwa design hiyo, inategemeana ni ile movement ambayo itatukuta au action ambayo tutachukua katuni, ndio tunajua tunakimbia vipi. Noma sana. Wewe yani hata kama uko na mpenzi wewe umesema wewe huwezi kukimbia. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Kwanza siwezi kukimbia kwa sababu usikae nyumba ambayo inaweza kafikika kwa urahisi hivyo na watu wa namna hiyo. Wanetu kwa yani wewe kwa namna yote nyumba hapo kuna kaa wewe hakuna mtu yote anaweza kufika uweza kuvamia. Kuna security nzuri. Kuna defense mechanism ya kwangu mimi mwenyewe ambayo tayari nimejiandaa nayo in case of anything happening, naweza nikafanya vyovyote, lakini mpaka itokee watu wa namna hiyo wamekuja
sina uhakika kama anaweza akaja kwa sababu sio sehemu ya kufikika simple as that. Hivi mashikaji, wewe hapa kwenye harakati zako ambazo unakuwa unazifanya kwenye haya magari, kwenye pikipiki, kwenye bajaji, kuna hivi vioo vya pembeni hivi ambavyo huwa vinakuwepo. Kuna baadhi ya watu wengi wanachanganya sana kutamka jina lake. Mueleweshe mwana sawa sawa Digital. Yaani vinaitwaje jina lake? Jina la vile vioo ambavyo vinakuwa pembeni ya magari. Side mirror. Side mirror. Side mirror. Ndio mimi ninavyoelewa. Wewe unavyoelewa. Na watu wanasema side mirror. Sasa there is a difference between sight and side. Because sight ni eneo kwa mimi ninavyoelewa. Side ni vioo vya pembeni ya chombo cha moto, aidha gari, bajaji au pikipiki. Sasa sijajua ni side mirror au ni side mirror, lakini kwa uelewa wangu mimi naelewa ni side mirror. Wewe uelewa wako ni side mirror, sio side mirror kama watu wengine wanavyokuwa wanaongea. Ndio. Hapo mwanangu umetisha. Kwa sababu kuna mtu akasema niweke hiyo side mirror vizuri, kumbe ni side mirror. Mimi ndo ninavyoelewa kwamba ni side mirror, sio side mirror. Mueleweshe kwa mara ya mwisho ambaye alikuwa haja kusikia vizuri kwamba side tofauti wa side na side katika chombo cha moto. Mimi ninavyoelewa sasa, kwa uelewa wangu there is a difference kwenye hilo swali lako kati ya side mirror na side mirror. Side ni eneo na side ni eneo la pembeni. Kwa in case of side mirror au side mirror, kwa uelewa wangu side mirror ni kioo kinachotumika pembeni ya chombo cha moto, aidha gari, pikipiki, bajaji. Netu kabisa mwingine hapa, mwanetu amepoa kabisa na bajaji yake. Bajaji yako au mwanangu, au tunapiga ile marejesho jioni kama kawaida, tunabidi turejeshe? Hii bwana bajaji ya mshikaji ananiachia Daiwaka, tafuta ila kula na mimi mwana. Daiwaka. Daiwaka. Mwanangu hapa mimi nina maswali mawili hapa. Kwanza katika haya maswali mawili, wewe chagua karatasi kimoja tu. Katika hivi viwili chagua kimoja. Alafu then swali utakalolisoma hapa utatujibu. Wewe chagua tu swali lako moja katika hivi karatasi viwili. Fungua then ulisome hilo swali afu utujibu. Mwanetu mwingine huyo hapa anafungua swali lake ambalo ameliokota kutokea hapa sawa sawa Digital. Ni kitu gani ambacho atatujibu kuhusiana na hicho ambacho atakisoma? Yeye mwenyewe atatuambia kwamba ni kwa namna gani vipi ataweza kulijibu hilo swali. Ninaweza nikakusomea. Okay, swali la mshikaji wetu linasema kwamba kuna umuhimu gani wa kuvaa nguo ya ndani wakati wa kulala? Mfano kwa mwanaume, kuna umuhimu gani wa kuvaa boxer usiku tu unavaa boxer au hakuna umuhimu wako? Tunalala tu yani. Boxer ina umuhimu usiku kulala kwa mwanaume kwa sababu inategemea na nyumba gani ambayo unalala. Maana kama nyumba zetu za Uswahilini kuna nyenyele. Kama nyumba zetu za Uswahilini kuna nyenyele, kuna mende, lakini kwa zetu nyumba zao zetu za Kishua unaweza ukalala tu wazi, sababu masaa 24 mraisi, marumaru, kuta safi, hakuna mdudu wote wanaotembea. Ndio maana boxer kulala sisi kwa sisi Uswahilini zina umuhimu wake. Kwa sababu ya kuepuka tu na hivyo vitu vinyenyele, sijui vitu gani. Boxer sisi wa Uswahilini tuna umuhimu navyo kwa ajili ya kuepuka hao wadudu watembeao ukutani. Maana kuna nyenyele, kuna mende, pia kuna wadudu fulani wanaitwa tandu, ni wabaya sana. Sasa kikung'ata sehemu zile za siri basi hatari. Hata shughuli ile wewe ufanye ndugu yangu, kitu gani? Hata shughuli ile ufanye. Mwanangu. Bwana sio mzuri wa mambo. Kawaida. Mwanangu, wewe katika hii bajaji yako, hivi vioo hivi hapa watu wanakuwa wanajiuliza, hivi vya pembeni hivi vinaitwaje? Hizi bwana zinaitwa side mirror. Side mirror. Side mirror hizi za pembeni kwenye bajaji. Hizi za pembeni kwenye bajaji zinaitwa side mirror. Inaitwa side mirror. Hivi side mirror zinasaidia nini kwenye bajaji ambaye hajui? Kuna mtu mwingine anaona tu hivi vioo lakini hajui kwamba vina umuhimu gani hasa kwa wewe dereva lakini kwa abiria. Kwa mimi upeo wangu au kwa jinsi matrafiki wametusomesha darasani, side mirror zina umuhimu wake. Kwa sababu side mirror umuhimu wake mkubwa mno. Wewe kama dereva una drive, haitakiwi shingo yako ugeuke kuangalia nyuma. Unapofesi macho yako mbele, basi jicho lako hili linaangalia kushoto na kulia.
haitakiwi shingo ugeuke uangalie nyuma. Huwezi jua mwenzako labda uko karibu kafunga breki au mbele unakokwenda kuna mtaro au kuna jiwe. Hapo lazima side mirror zinakusaidia wewe. Side mirror zinakusaidia wewe kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Unaweza kuna mwingine anataka kuja, unataka kuchepuka, lazima uangalie side mirror. Maana ukigeuka shingo huwezi jua labda mbele kuna mwenzako kasimama ghafla. Lakini ukiwa unaenda hivi wakati unaangalia side mirror, basi mbele unaona na nyuma unaona. Side mirror zinakusaidia kuona mbele na nyuma. Side mirror zinakusaidia kuona kwamba nyuma nani anaokuja kushoto, nani anaokuja kulia. Kuona na mbele pia unaona kabisa. Hii side mirror zinakusaidia kuona mbele. Mbele huwezi kuona na side mirror. Mbele unaona wewe mwenyewe. Side mirror zinaangalia nyuma kwamba anakuja kushoto, anakuja kulia. Mbele wakati unaona wewe. Unapogeuka nyuma kabisa shingo yako kama uangalia side mirror, kwa maana wewe mbele uone. Yes, lakini pia nimekutana na mwanetu kabisa hapa. Wewe unasomea udaktari wa kutibu mifupa, lakini pia na sister yangu moja anaitwa Rachel amesomea masuala haya ya udaktari na tibu sijui kitu gani. Ila niko na mshikaji hapa ambaye yeye ni daktari wa magari kama hivi anavyokuwa anatengeneza. Kwanza mwanangu anakufahamu kama fundi nani haya maeneo? Eric. Fundi Eric, jina la babangu mzazi kabisa hiyo. Eric wa staarabu sana anachojua mimi. Sana. Sana. Ni mstaarabu kweli kaka? Mbegu za mwisho hizi. Mbegu za mwisho. Kwa hiyo mtu mrefu kama mimi tena siku za karibuni. Hivi mwanangu, kwenye magari haya kuna hivi vioo vya pembeni kama hivi vidogo hivi. Kuna watu wanakuwa wanajiuliza vinaitwaje? Inaitwa side mirror. Inaitwa side mirror. Side mirror. Hivi side mirror zinasaidia nini kwa mtu ambaye anakuwa hajui katika magari? Ni kama usalama tu, kwa sababu kuna sheria za driving. Wanasema unaendesha magari matatu, unaendesha la kwako, unaendesha la mbele yako na la nyuma yako. Sasa la mbele wewe unaliona, la nyuma huwezi kuliona. Unaonaje sasa gari la nyuma? Huwezi kugeuza kichwa. Lazima ile inakusaidia of course. Kuna watu mbona sasa ukiangalia bodaboda au bajaji, kuna baadhi ya wengi wamenunua bodaboda, alafu ni mpya kabisa, anatoa hizo side mirror anaweka ndani, anatembelea hivi. Sasa hapo katika hilo swala la bodaboda ndugu yangu hapo, au vichwa vyao kidogo, kwa sababu wale wanang'oa mpaka dashboard yenyewe, yani unaona sehemu ya kuweka funguo yenyewe anaunga waya. Sasa jiulize, sio kwamba haipo, pikipiki mpya kabisa, lakini akashatoa. Sasa hapo inakuwa mtihani, wale sio kwa discuss. Ndio maana hata serikali yenyewe haiwaandiki fine, wale akikamatwa analipa hapo. Kwa kumalizia kabisa, unamshauri nini kwa yule ambaye yuko tu mtaani na anatamani katika kazi hizi za ufundi wa magari? Yaani unamwambia afanye nini au unaweza kumshauri nini kwa kumalizia kabisa? Kwa kumalizia bana, ajira ziko kwenye vichwa vyetu. Yani ajira sio ajira ni maneno tu, lakini kusema wewe umesoma na mavyeti yako na manini, jitafutie tu ishi yote ya kufanya. Yani kama hivyo tunavyoaswa kama hivi, kazi yoyote ile ni ngumu siku ya kwanza tu. Next hamnaga kazi ngumu. Yani leo utakuja utashika tu kama hivi, utaona ngumu, utanawa mikono kila saa, lakini kesho utafutia t-shirt, utafutia tu kwenye nguo kama hivi, mambo yanaenda, ushasahau biashara zote. Hapo toshazo bwana, mafundi gereji lazima wanakuwa maoili machafu, lakini mwanangu unakuwa wewe classic kabisa. Sasa hiyo ni mtu mwenyewe, sio lazima kila fundi gereji wewe umechafuka maoili manini. Tuka kuachia gari kama hii, kwa mfano hii tuna deal zaidi na AC hapa za magari. Sasa unakuta mimi nimechafuka kama nashusha engine, inakuwa hii mat. Of course nimeshakuwekea AC, inabidi niingie ndani ya gari ni feel ule ubaridi ambao unahitaji. Sasa nakaa kwenye gari ambapo utakaa wewe na nguo yako wewe safi, nakaa vipi bana? Shukrani sana Eric bana, pamoja sana, karibu. Okay, mwana sawa digital. Pia tuko na binti hapa mrembo kabisa kutokea mitaa ya Sinza. Moja kati ya vitu ambavyo kabla sijafika huku nikawa naambiwa ukifika Sinza inabidi kidogo ujipange. Hivi ni kweli kwamba wanawake wa Sinza ni wazuri sana kuliko mitaa mingine yote? Yeah, ni wazuri sana. Acha unasikia mpaka mwenyewe anasema. Unakufahamu kama nani hapa? Hapa wananifahamu kama Grace Nyari. Grace Nyari. Yeah. AKA Nyari tu naitumia hiyo. Wewe una AKA zile za kinini hauna? Hapana. Nangopa mimi hapa na maswali mawili hapa yako mawili. Kwa hapa director si anaonekana vizuri, maswali hapa chini yanaonekana au nimshikilie? Hapa maswali mawili, karatasi hizi mbili. Yeye anachagua moja. Then ukishalichagua hilo moja utatusomea. Ngoja achague swali lake katika hayo mawili ambayo anayaona.
Okay. Amechagua swali lake, ile lingine tunalitoa. Kwa hiyo yeye atalifungua, atalisoma, alafu kwa wewe mtazamaji ambaye unatuangalia pia utamsikia jibu lake. Nini atakijibu kutokana na kile ambacho amekiona katika karatasi hiyo. Naona kwanza sura imeanza kubadilika. Nini tena amekutana nacho kwenye ile swali lake? Shamaliza kusoma? Amefurahi. Tusomee kwanza swali lako limeandikwaje? Kuna umuhimu wa kuvaa nguo ya ndani wakati umelala. Nasikia bwana. Swali lake linauliza kwamba kuna umuhimu gani wa kuvaa nguo ya ndani wakati umelala. Wewe kwa upande wako unaona kuna umuhimu wa kuvaa nguo ya ndani wakati umelala usiku? Ya, kuna umuhimu, lakini watu wengi sana hawapendi kuvaa, ila kuna umuhimu wake. Wewe tupatie umuhimu wake ambao unajua wewe na hasara zake za kulala bila kuvaa nguo ya ndani. Kuna umuhimu, kwanza unaambao ukilala unatakiwa ujistiri. Mwanamke kwanza anatakiwa kujistiri, mtu yote anatakiwa kujistiri. Kuvaa nguo ya ndani ni kujistiri pia. Hata ukisema ulale bila nguo, kuna sometimes kuna wadudu, kuna nini? Wadudu wanaweza kufanya kuna yani hivyo, kama madhara yake ndo haya. Yani unaweza kupata wadudu wanaingia ndani, kuna uchafu wa kitandani, kuna nini, mambo ni mengi. Kwa hiyo bora shauri vipi watu wavae nguo za ndani bwana? Mtu unakuta ameoa au anaishi na mpenzi wake, alafu nasema unaaje na nguo ndani wakati kuna bibi wako? Kwani uliambiwa kwamba hata kwenye kitabu imeandikwa kwamba watu wanaolala na wapenzi wanatakiwa wavue nguo wale uchi? Kuna wengine wanasema kwamba ukiwa yani, kuna mtu mwingine anakuambia kabisa kwamba yeye akishaoa ndio mwisho wa kulala na nguo. Inategemeana tu na watu wa mtaani wanavyosema kwamba watu walali na nguo, ila hicho kitu hakipo. Kama hata kwenye madaftari yameandikwa hivyo ningeona, lakini sijaiona kwamba hata madukani nguo za ndani zipo, hata za kulalia zipo. Kwa nini wanaweka? Sababu zina umuhimu. Nguo ya ndani pia ina umuhimu wa kulala na wakati umelala. Ndio. Okay, wewe unajua unapanda magari au mwenyewe una gari yako? Napanda magari. Unapanda magari. Kuna vyombo huwa vinakaa pembeni mle magari, kinakuwa huku kushoto na huku kulia. Hivi inaitwaje majina yake? Vipi? Vidogo vivyo fulani tudogo na kwa pembeni kwenye magari. Sijui vinaitwaje. Uongo. Sijui jina lakini unajua vipi? Nimesema ni vio. Vio vinakuwa vidogo hivi. Sivijui majina yake. Inaitwa mira, side mirror. Nini? Side mirror. Side mirror. Hivi unafikiri vinasaidia nini kwenye hasa kwa kumsaidia dereva wewe ambaye unakuwa umekaa siti ya pembeni? Side mirror inaonyesha kitu kinachokuja nyuma kwa driver au pembeni, anaona. Unaona vina umuhimu kwenye magari au vitoe tu vinapotezea? Vina umuhimu kwa sababu unaweza katokea kama ni ajali, gari limefeli nyuma, anaweza kaona na Yes, bana, bado tuko mitaa ya Sinza. Hivi hapa tayari niko Sinza Lion au Kijiweni? Sinza Kijiweni. Kijiweni. Kwa Sinza Kijiweni nyewe wanakaa wachangamfu sana. Sio changamfu. Kawaida yenu. Ni kawaida yetu. Unakuita nani jina lako? Zulfat. Ndio. Zulfat ndio jina lako uliopewa na mama yako mzazi au ndio Zulfat ndio yale majina yetu ya AKA? Ndio jina nilopewa na mzazi. Kina Zulfat. Kia kina Zulfat wastaarabu sana. Kawaida. Wewe unajishughulisha na nini hapa katika hapa, ndio uko unashinda hapa dukani kwako, umeajiliwa au? Sio dukani kwangu, nimeajiliwa. Na mtu binafsi au bebe ametia mzigo? Na mtu binafsi. Kiasi dangu mimi na maswali mawili. Katika maswali mawili utachagua swali moja tu. Alafu katika hilo swali moja utakalolijibu wewe ndio utanipa maelezo ya hilo swali ambalo nitakuwa nimekuuliza. Sawa. Chagua. Unaona hapa pana vikaratasi viwili na hayo maswali yako humu. Kwa hiyo chukua karatasi kimoja, alafu then nipe jibu. Yaani ukishakichukua utalisoma swali lako, then utanijibu. Bana, Zulfat anafungua swali lake, anasoma swali lake, then tuone itakuwaje. Fungua tu swali tu, maswali ya kawaida tu. Wasomee na wasikilizaji pia ambao wanakuangalia na wanaokutazama. Simeshalielewa swali, umelisoma vizuri? Okay, lisome.
tumwache Zulfat jamani, asipelekeshwe kwenye kusoma swali. Anataka alisome swali kwa makini ili anavyokujibu atujibu kwa makini kabisa. Hadi mwenyewe anatabasamu kwamba ni swali fulani simple sana, alafu iko hivyo. Kwanza kabisa wasomee hilo swali linasemaje? Au limeandikwaje? Usingekuwa unafanya hii kazi nini? Usingekuwa unafanya hii kazi hii hapa sijaelewa. Jamani, swali lake linasema kwamba usingekuwa unafanya hii kazi, kitu gani kingine ambacho ungekifanya? Yaani mfano wewe uko hapa dukani, yaani isingekuwa kazi hii, lazima wewe kuna kitu chako ambacho ulikuwa unataka kufanya, ulikuwa unategemea kukifanya. Ni kitu gani hicho? Ningefungua duka la nguo. Duka la nguo. Napenda kupendeza kama unavyokuona ulivyopendeza mwenyewe. Pendeza. Ningeuza mabaya. Ningeuza kanzu kwa sababu mimi ni Muislamu. Kwa nini sasa unatubagua Wakristo uuze abaya na kanzu? Kwa sababu hiyo nauza hivyo vitu kwa sababu nimeona ni vitu vya heshima. Ndio maana naviuza hivyo vitu. Vitu vya heshima. Ni magauni sio kitu cha heshima? Amna, kuna wale wengine wanavaa ni vinguo vifupi. Kwa mimi sasa hiyo plan hiyo ndio ninaipenda nifanye kwa sababu ni nguo ambazo zina heshima kama mabaya, tunaweza kavaa kujistili. Kanzu navaa ni nguo ya heshima hivyo. Ni magari na kwenye pikipiki hizi bajaji, kama unaona kama gari linapopita, kile kioo cha pembeni kile huwa kinaitwaje kile? Kile kioo cha pembeni sikijui. Ni sentimila. Nini? Sentimila. Sentimila. Ya sentimila inasaidia nini katika gari? Wewe unavyoona wewe kwa akili yako ile sentimila kwenye gari inasaidia nini? Inasaidia kuona pembeni hivi magari. Acha, ushaendesha gari au ushaisimulia kwamba sentimila inasaidia kuangalia pembeni? Kuendesha mnaona kwa sababu ile sentimila zinakuwa huko nje. Kwa unaona magari yaliyokuepo nyuma. Yes, hello. Yes, mwana sawa Digital, hope umeenjoy, lakini pia hope umeburudika sana kutokana na issue hii hapa ya side mirror. Hivi vile vioo vya pembeni bwana vinafahamika kwa jina la side mirror, lakini watu wengi wamezoea kusema side mirror. Kuna mwamba pale kasema side mirror sijui ni nini. Issue ni mingi sana. Kuna baadhi ya watu unaweza kuwa unajua kitu alafu kumbe hujui. Yaani unajua kama unajua alafu kumbe haujui. Kuna mwanetu pia akatuambia kwamba side mirror pia inamsaidia kuangalia mbele na nyuma. Eti unaendesha magari unajua kwamba kusaidia kuangalia mbele na nyuma. Side mirror inakusaidia kuangalia nyuma. Lakini pia watu wengi wanapenda kuita side mirror, and sio side mirror, ni side mirror. Bana sisi kama sawa Digital lazima tukuchokonoe ubongo tuweze kukuweka sawa. And my name is Ildad kabisa. Wanakwambia shimo la choo linaona mengi. Yeah.